Kwa majina naitwa Komiando Nyange. Nasoma katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Mwaka wa pili katika kozi ya utalii. Unajisikiaje kuwa mwanafunzi kutoka jamii ya Kimasai na this time around upo chuo kikuu? Kwanza kabisa najisikia vizuri najiproud kwamba nimekuwa mmoja wa wanafunzi pia wa jamii ya Kimasai wanasoma katika level hii ya juu kwa maana ya degree. Najisikia furaha. Uliwezaje kutoka tunafahamu kwamba jamii ya Kimasai ni jamii ambayo ina watu wachache sana ambao wamesoma. Kwako ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani? Tunatambua vyema kwamba kwenye maisha kuna changamoto na changamoto hizo wanapitia watu mbali mbali. Vivyo hivyo hata kwa sisi hasa jamii yetu tulipitia katika hizo changamoto, na moja ya changamoto ni kwamba tunatambua vyema kwamba jamii yetu ilichelewa kidogo kupata elimu. Kwa maana hiyo mpaka sisi kufika hatua hii changamoto ni nyingi, ili hali tunamshukuru Mungu tumeweza kufika na tunazidi kupiga hatua. Ulivyoiambia familia au nyumbani au baba mama walivyojua kwamba unataka kusoma, unakumbuka reaction yao ilikuwaje? Mpaka kufika mwaka 2011 ambayo nadhani ndio tunaanza hasa swala zima la kielimu, mpaka kufika hapa tayari jamii kwa asilimia fulani imeshajua umuhimu wa elimu. Kwa maana hiyo kwetu sisi au kwangu mimi haikuwa ngumu zaidi wao kujua kwamba nasoma. Kwa hiyo alichofanya ni kwamba wamechukua majukumu yao, wakaweza kunisomesha na hatimaye nimefika level. Okay. Lakini pia niko na brother hapa, moja kati pia wanafunzi ambao wapo chuo kikuu lakini wanatoka katika jamii ya Kimasai. Bro, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Alice Zakayo Molel. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Okay. Moja kati ya story ambayo nishaye kusikia ni kwamba katika familia ya Kimasai mnaweza mkazaliwa labda mpo 10. Alafu baba anawaita, anaambia wanangu bwana, anataka kusoma anapita huku, anataka kubaki labda na mifugo na nini namkatia mifugo, labda anampa mifugo kadhaa pamoja na eneo, anaoa, anaanzisha familia yake na nini. Hii ipoje? Hiyo ni kwa jamii, ndio ilikuwepo kwenye jamii yetu, hususan kipindi cha nyuma kuanzia miaka 2005 kurudi nyuma. Hicho kitu kilikuwepo kwa kiasi chake, kwa sababu sio kila jamii ilikuwa inafanya inajishughulisha nayo mambo. Lakini ukizingatia pia elimu ilikuwa inatolewa kwa wale watu ambao walikuwa ni watoto wapendwa wa baba, kwa sababu unajua katika familia kuna ile baba anakuwa na maslahi mengi kwa mtoto fulani. Kwa hiyo unakuta yeye yule mtoto ama ni kijana anapewa priority kubwa ya kwenda kusoma tofauti na wengine. Kwa hiyo hilo swala lilikuwepo na lilikuwa linawanyima wengine fursa ya kufika katika ngazi za elimu. Okay, kitu gani cha mwisho ambacho unasema kwamba mimi nikifanikiwa katika elimu yangu naenda kukibadilisha kwenye jamii yangu ama utamaduni wa kabila langu? Kitu ambacho mimi napenda kukisema ama ninachokitarajia baada ya kumaliza ngazi hii ya elimu ama ngazi zingine ambazo nitazitarajia kuzipata ni kwamba kuhakikisha kwamba wale vijana ama binti wadogo, vijana wa kiume, kuhakikisha kwamba nao wanajitahidi kufika katika ngazi hii ya elimu ili kuondoa ile adha ya kutokuwa na elimu kabisa, kwa maana ya illiteracy.